Amen. Bwana asifiwe sana. Naomba tukae. Bwana asifiwe. Amen. Angalia jirani yako, muulize umeokoka. Umesemaje? Muulize kama huwa anakunywa pombe. Umesemaje? Huwa anaenda kwa waganga. Amesemaje? Hebu mfanyie hivi. Mfanyie hivi kama unampima. Bwana anaona kama kuna mauzauza ndani. Mbona kama hauko sawa? Jaribu kumcheki. Unamwonaje ukimweka kwenye mzani? Bwana asifiwe. Haleluya. Sasa wewe inabidi uwe huko. Maana leo meza imekaa tenge. Sijajua kama inaweza karudi kama ilivyokuwa, ili niwe hapa alafu na wachungaji na waona vizuri. Iwe tu kama ilivyokuwa siku zote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ya nalema ya ukule shetani na tala shoka yombanga ya nalema ya ukule shetani na tala shoka semanga ya nalema ya ukule shetani na tala shoka. Amen. Amen. Lemagai haya kushoka mwa shetani. Amen. Bwana asifiwe. Yesu mama mbele yako, naitwa mchungaji Yohana Shihamba kutokea kanisa la EAGT Mwakitorio. Ni makamu askofu wa jimbo la Shinyanga hili. Nikukaribishe katika neno la Bwana. Mwanadamu anapokuwa duniani huwa ana maisha aina tatu. Anapoishi maisha sehemu tatu, huwa anaishi kuanzia tumboni mwa mama, unakaa miezi 9, alafu anatumwa askari mmoja anakuhamisha kutoka huko uliko. Bwana asifiwe sana. Tumboni unahamishwa hata kama hujapenda, pamoja na kufurahi kuwepo tumboni, unakula kwa mricha. Ndio maana mtoto huwa anacheza tumboni kwa sababu ana furaha. Lakini huwa kuna askari anatumwa. Anapofika askari huyo anaitwa uchungu, anakukamata, anakwambia twende. Haijalishi shangazi bado yuko njiani, haijalishi mnaenda hospitali mmefika njiani, huyo askari popote akikukuta anakwambia twende. Bwana asifiwe. Unapokuja duniani unapiga kelele, unalia, ishara ya kwamba umekuja katika dunia iliyojaa taabu na mateso. Baadaye kidogo kimaliza mwezi mmoja ama miwili, ukiwa umelala unacheka, hata kama hawajui wazazi nini kinamchekesha, lakini unaendelea kucheka na unajiuliza huyu mtoto kwa nini anacheka. Ila umri unavyoenda, habari ya kucheka ukiwa umelala inaondoka, inakuwa ni hali nyingine. Wengine hata hawatamani kupitiwa usingizi, maana akilala kidogo anakabwa, mara jitu linataka kummeza. Kwa hiyo unakuta mambo ni magumu akiwa amelala. Bwana asifiwe. Lakini baadaye unapoishi duniani unarizika sana. Unarizika sana. Ukisharizika sana, una maisha, unaishi vizuri, una nyumba, umeoa, una watoto, unakuwa na furaha na unahisi kana kwamba umefika. Lakini kumbe bado duniani tunapita. Atatumwa askari mwingine anayeitwa mauti. Akishatumwa askari huyu mauti,
naye hana maelezo kama uchungu akitumwa, naye anakuambia twende. Haijalishi mipango yako haijakamilika, haijalishi nyumba ilikuwa haijaisha, haijalishi masomo ndio yako katikati, haijalishi uchumba unaelekea ndoa, haijalishi ndio ndoa bado changa, lakini anatokea anaitwa mauti, anasema twende ukaishi sehemu nyingine, hapa yatosha. Wanasifiwe. Ninafahamu kama mtoto ungemuuliza na ukamwambia toke tumboni aje duniani angekukataria. Na ndiyo maana askari akitumwa anaita uchungu. Akishafika kila aliyeko tumboni aondoke. Kulikuwa na mama mmoja aliongea maneno magumu kidogo wakati wa kujifungua kwake. Alisema maneno magumu sana. Kama maombi yake yangesikilizwa, basi ingekuwa dunia imekaa vibaya sana. Alisema hivi wakati anajifungua: bashile pewa gosha. Alafu awane kasukuma ko byarwa kayanda. Kanaki kagosha shoka ko hangi. Hachaba mayo bebe olo haba shile pya bagosha bangedo tale tugire bagoshi bise olo haba shile pya bagosha niwo haya ka shirungo shoko haya lelo lunki natendene. Wanasifiwa sana. Kwa hapa duniani tunaishi, tukiishi hapa duniani tunakaa tumboni miezi 9. Kwa mama, si ninasema kweli, uchungu si ni askari akija hana maelezo. Mwanika akatikita kukandikicha mwinka lubyalolo kwantia niolo kete kakala disha hasebule noni nabukwi lenga kanogo chumba bari hasebule ale hagu kandikicha yetege ko mwitana keto oyisebuko kumwitana keto ngikolo wa mla na mwitano wanambuke omwenkale haya kolabola lulu hamani tekine bebe kani kake kisokashi wisa to kunane ameke kusibitali tutinashi kadari hakaya twete kine lulu manise winkela unamala. Inawezekana mgambo waliotumwa wameshindwa, maaskari wakaja wakashindwa, sasa inabidi kuja field force. Mzee akaja kuongeza company. Askari aliyetumwa ili uyazae inawezekana bado wanapambana kidogo, inabidi ulete makomando. Mzee akakoki mashine moja, alivyoikoki mashine akapiga moja tu ile kitu, mtoto akazaliwa. Angu mgonto la masumuru na maloni hapo kunana kotola kamo, halafu mwanaofuma unamalaofuma hanze otumamaga. Bwana asifiwe. Uloweka lwenya ola bulangana. Duniani tulipo hapa, watu wanaweza kurizika kwamba wamefika, lakini maisha ya duniani yamejaa uchungu na tabu, yana maumivu ya hali ya juu. Naye askari anayeitwa mauti atakapotokea siku moja, atakukuta una hali gani, atakukamata na kukupeleka, haijalishi uko na umri gani, atakwambia twende mahali ambako taishi milele. Ulikuwa tumboni ni kwa muda, ulikuwa duniani ni kwa muda, lakini kuna mahali unakwenda. Hizo zote zilikuwa ni stendi, lakini safari yako sio tumboni mwa mama yako. Safari yako sio hapa duniani. Safari yako ni mahali ambako utaishi milele. Zile zote zilikuwa ni stendi, lakini kuna mahali unakwenda kuishi vya kudumu. Huko ndiko unapaswa ufahamu nini inayopaswa ili unapoelekea kwenye makao ya milele. Huku njiani, yaliyo njiani yasikuzubaishe, yasikucheleweshe, yasikufanye ukafikiri hauna safari. Na mtu mwenye safari huwa anajiandaa. Safari ya kwenda unakoelekea umejiandaaje? Kwa
kwa sababu mtoto aliye tumboni hajui sana yaliyo kesho, na aliyeko duniani mwingine hajui sana yaliyoko kesho. Lakini nataka nikwambie, neno la Mungu ni wazi, linakuonyesha na kukuongoza tunakoelekea. Asemaye na afahamu majira yanapobadilika, lazima ataona anakoelekea na ataanza kufanya namna inayompasa ili aweze kuelekea anakokwenda. Baada ya mtoto kutoka tumboni na kuja duniani, na baada ya mtu duniani kuna maisha ya milele. Bwana asifiwe. Maisha ya milele yanategemea umilele katika mateso ama umilele katika raha. Inategemea tu kama ulijiandaa vizuri ungali hapa duniani, utaingia mahali salama, na kama hukujiandaa ukiwa duniani ukastahili kwenda kwenye umilele wa mateso. Ndugu yangu, ukifariki, mimi kama kiongozi, mimi kama mchungaji, mimi kama padri, mimi kama mufti, siwezi kukuombea sala ya kubadilisha makao. Kama ulistahili kwenda mahali pa milele palipo pema, utakwenda. Lakini kama haustahili kwenda palipo pema, hata nikisema mlaze pema peponi, hauwezi kulazwa hapo, maana hapakustahili. Haukujiandaa na pema peponi, ulijiandaa na pabaya pa mateso. Haiwezi kubadilisha sala yangu baada ya wewe kunyamaza kimya ukishaondoka duniani. Kama uliishi maisha machafu, hautaingia mahali pa amani, utaingia mahali pa mateso. Haitabadilishwa na sala, bali inabadilishwa na mfumo wa maisha yako ulipokuwa duniani. Unapokuwa hapa duniani, unaishije maisha yako? Yamkini unaficha wanadamu, maisha yako ni machafu ulionayo. Angalia, dunia inakwenda mwisho, nayo inakwenda kudondoka, haitainuka tena. Wale walioandaa maisha yao wataibukia mahali pema peponi. Wale ambao hawakujiandaa vyema watainukia mahali palipo jehanamu ya moto, palipo na mateso, palipo na kilio, palipo na mateso yasiyokoma. Heri leo usikie habari njema zenye kukuandaa kwa ajili ya safari yako na ulionayo, maana safari haijaahirishwa. Safari bado ipo. Kama kuna mtu alikwambia imeahirishwa, amekudanganya. Safari bado ipo, kwa sababu kama ni kuzaa, bado wanazaa. Bwana alisema watazaa kwa uchungu, wanazaa kwa uchungu mpaka leo. Alisema mtakula kwa jasho, wanakula kwa jasho mpaka leo. Alisema mtayarudia mavumbi, wanayarudia mpaka leo. Alisema kutakuwa na jehanamu, hata leo yale ambayo yalinenwa yametimia. Iweje habari ya kwenda mbinguni zitimie? Asikudanganye mtu. Kama yote aliyoyanena yanatimia, hilo litashindikana vipi? Baada ya mtu kutoka tumboni, huwa anakwenda duniani, na akitoka duniani, wewe unajua anaishia malaloni. Sio kweli? Wanasifiwe. Haleluya. Swali linakuja, hivi tukitoka hapa duniani kuna maisha tena? Kama huyu mtoto akilala huwa anacheka, ujue ya kwamba maisha ukilala haina maana kwamba amekoma. Ukilala mauti haina maana kwamba maisha yameishia hapo, bado. Na ndio maana mtu amelala usingizi anakwambia leo nilikuwa sehemu. Jamani, mtu akilala unaweza kumsemesha akakuelewa? Ambe tolomwia walofango chene. Halafu ekauli chikotambulisha kabule makanza. Kwa mfano, bimwa abasumba mwamala kukuwechi ntalo ya mnuise, mwamala kukuwechi ubulili wa mnuise. Eto maraka sawa. Mwila kia kalale lula kapumzike.
alolu hayakiki mwamala kulagira halafu na ubucha bingwi mwamala okusemba ekikira kya mluise mwamala okubecha ahakuchuntabala mluise ambo wadolola kanu wadolo shepa bila kulaga kulingeni hongwane alafu olotule malo kulagira no nanu babucha abakikoro mwamala okusemba ekikira ekabuli ya mluise ambe kabuli ipano bulele bulalo bamnuise na kalo chalulu mwamala okusemba bamayo mwamala okusemba atoleka nache mnuise wibu cha kabiri kuna hamayo kaini lelo kumbe kulala mauti na kulala kifo na kulala usingizi ni lugha moja. Bwana asifiwe sana. Ukilala mauti wengine wanafurahia wakiwa wamelala, na ukimshitua analaumu sana. Aisiwanile cha kweli. Sawa ngoje sana. Yaani unene humona ndio maana koyamba gorono lala hakuna mtu anaweza kunibuguzi. Wanile chanale hasoga. Oni teni ankoi. Bwana asifiwe. Lakini sasa kuna mwingine amekabwa. Na aloni kwa ngungo shione nuku ni pamlantu. Na koya kanonali na yani nale hatika na labulwe ket na ngwali hoto ngwali koromatu. Atoni bonaka. Bwana asifiwe. Erikanzole ni kubebe. Weyali hasoka kebino. Eo bolele bumotoi. Bwana asifiwe sana. Alehizano yani alehizali bona misogato wewe kono yale mela kagete sababu goje sana. Nini maana yake? Tukilala mauti kifo ni kile kile. Unajua wakati mwingine wewe mbishi kila siku unafanya mazoezi ya kifo, unajua hilo? Unajua hilo? Bwana asifiwe. Unafahamu kila siku unafanya mazoezi? Unapojifunika shuka ni ishara ya kufunikwa sanda kila siku. Na kanuni ya shuka ilipaswa kuwa nyeupe. Hata kama mnajipaka mnavaa nyeusi siji ya marangirangi, lakini sanda huwa ni nyeupe. Kwa hiyo shuka inatarajiwa iwe nyeupe. Kwa hiyo kila ukilala zoezi la kufariki. Ukianza kukoroma zoezi la kukata roho. Pochila abantu tulena safari tulebe taina. Homo kakimpaluka kuita makala tulebe ta. Bwana asifiwe sana. Kwa hiyo kama tunasafiri na wewe hakuna shaka. Kila siku unafanya mazoezi ya kufariki. Na kama kila siku unafanya mazoezi ya kufariki, kuna siku ya mechi, haya mazoezi hayawezi kujifia. Kuna siku yataingia kwenye mechi rasmi. Wewe unafikiri unafanya mazoezi ya kufarafi na ishia mazoezi? Kuna siku ya mechi. Umejiandaje sasa? Hakuna mazoezi ambayo hawezi kuja kufanyiwa shughuli ya muhimu. Huwezi kufanya interview bila kazi maalum. Uko kwenye interview kwa sababu kuna kazi utaapply, utapewa kazi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe. Nataka nikwambie baada ya kufariki au baada ya kulala kuna maisha yanaendelea. Piga yoyo sana. Kama ukilala watu wakikusalimia sema huyu amelala. Lakini wakati amelala anaendelea na maisha mengine. Hata ukilala mauti kuna maisha yatakuwa yanaendelea. Lakini maisha yatakayokuwa yanaendelea, aidha mtu anakabwa, aidha mtu anafurahia hayo maisha. Kwa hiyo tunasafiri duniani, hatuishi milele. Tunayo safari. Na ikiwa tuna safari, wanadamu wanapaswa juu ya pasayo amani. Usipojua ya pasayo amani utaangamia. Katika Biblia neno la Mungu linasema tusome vitabu. Mimi nikafikiri nimeshasoma. Sasa hebu tusome Biblia. Kitabu cha Isaya 24 mstari wa 17 hadi wa 20. Na ile Luka 19:41 hadi 43. Nitasoma Isaya
Biblia inasema mstari wa 17, nisikilize. Biblia inasema hivi: hofu na shimo na mtego vi juu yako, mwenye kukaa duniani. Itakuwa kila kimbiaye sauti ya hofu ataanguka katika shimo, na kila pandaye na kutoka shimoni atanaswa na mtego. Kwa maana madirisha yaliyo juu yamewekwa wazi, na misingi ya dunia inatikisika. Dunia kuvunjika inavunjika sana, dunia kupasuka imepasuka sana, dunia kutikisika imetikisika sana. Dunia inalewa lewa kama mlevi, nayo inawaya waya kama machela, na mzigo wa dhambi zake utailemea, nayo itaanguka wala haitainuka tena. Sema haitainuka tena, haitainuka tena. Luka 19 ule mstari wa 41. Dunia itakapokuwa imeanguka, maana inalewalewa, imeelemewa na mzigo wa madhambi, imepasuka pasuka sana, imeharibika, nayo itakapoanguka itakuwa imekwisha habari yake. 19 mstari wa 41. Alipofika karibu, aliuona mji, akaulilia akisema, laiti ungalijua hata wewe katika siku hii yapasayo amani, lakini sasa yamefichwa machoni pako. Kwa kuwa siku zinakuja, adui zako watakapokujengea boma likuzunguke, watakuzingira na kukuhusuru pande zote, watakuangusha chini, wewe na watoto wako ndani yako, wasikuachie jiwe juu ya jiwe, kwa sababu hukutambua majira ya kuachiliwa kwako. Itarudia mstari wa 4. Watakuangusha chini, wewe na watoto wako ndani yako, wasikuachie jiwe juu ya jiwe, kwa sababu hukutambua majira ya kuachiliwa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ninaongelea habari ya mambo ya pasayo amani. Unayajua mambo ya pasayo amani? Laiti mtu angejua ya pasayo amani. Amani ni kitu gani? Unaposema amani, shalom kwa Kiebrania ni ustawi, ni uzima. Kwa inapoongelea amani, unaongelea habari ya utulivu, habari ya pumziko, pumziko lenye matumaini, pumziko lenye amani, na ni moja ya baraka kubwa kwenye maisha ya wanadamu. Amani yetu ni Yesu Kristo, na kama Yesu ndiyo amani, unayajua yampasayo Yesu, yapasayo wewe uweze kuwa na amani duniani. Maana dunia imeharibika, na dunia inapokuwa imeharibika, watu wengine wanaipenda dunia, lakini dunia imekaribia mwisho kwenda kupotea. Na saa hiyo leo unaikumbatia dunia, inalewa lewa, imevunjika vunjika, imepasuka pasuka, mwisho wake umekaribia. Lakini mtu asiyejua yapasayo amani ya sasa na ile ijayo, anaishi hoja bila mazingatio, mwisho wake utakuwa mbaya. Kuna watu wanaweza wakasema wanakula nchi, dunia wanaipenda na mambo yake. Dunia ina mambo ya dunia wengi wanapenda na hawataki kuyaacha mambo ya dunia, ambapo mambo ya dunia haiweki amani kwenye maisha yao. Moyo wako hauwezi kuwa na amani kwa kuyashika ya dunia, kwa kuyafuata ya dunia. Moyo wako utauondolea amani. Kuna seti ya amani katika dunia, unahitaji kufahamu yapasayo amani. Maana dunia imeharibika, dunia imewayawaya. Ukiitazama ni kama inapendeza, ukiangalia kama inavutia, lakini ukiwa na jicho la pili, dunia haitamaniki. Imeharibika, imeoza, dunia ni chafu mpaka sasa.
haina sura ya kuitamani. Wewe uliyechanganyikiwa ndiye unayeitamani dunia. Laiti ungejua yapasayo amani, ungeyafuata yapasayo amani ili uwe salama. Dada mmoja aliyekuwa anapenda maisha ya anasa duniani, sema maisha ya anasa duniani, alipokuwa anaipenda dunia, amesoma shule ya msingi vizuri, akasema sekondari, anajua kusema yes na no. Ukisema naye anakwambia wewe nafikiri ni upungufu wa elimu, lack of education, wewe sio mwelewa tu. Ungekuwa msomi, haya mambo ni ya kawaida. Nataka nikwambie, haki inabaki kuwa haki, hata kama naiunga mkono hajawahi kwenda darasa la kwanza, lakini haramu inabaki kuwa haramu, hata kama naunga mkono ni msomi, ni matajiri, ni mataifa yaliyoendelea. Haijalishi wanaunga mkono ni watu wa aina gani, lakini inabaki kuwa haramu. Ukweli unabaki kuwa ukweli, hata kama naunga mkono ni wa kijijini, hata kama naunga mkono ni wachache. Haki inabaki kuwa haki, kweli inabaki kuwa haki. Lakini asikudanganye mtu ya kwamba mataifa yaliyoendelea kila wanachohalalisha ni halali. Hapana, haijalishi walioendelea wanaunga mkono au wanahalalisha, sio kila wanachohalalisha wanadamu ni halali mbele za Bwana. Haki ya Mungu inabaki kuwa haki ya Mungu, hata kama wanadamu haiungi mkono, hata kama wasomi hawaiungi mkono, hata kama madaktari hawaungi mkono, hata kama mawaziri hawaungi mkono, hata kama matajiri wote hawaungi mkono, inabaki kuwa halali mbele za Bwana, inabaki kuwa haki mbele za Bwana. Lakini haramu inabaki kuwa haramu, hata kama wasomi, hata kama matajiri, hata kama maprofesa wote wanaunga mkono, inabaki kuwa haramu. Haleluya! Haitabadilisha na msomi. Maana watu wanakuambia anajali haki ya Mungu, anajali haki ya binadamu. Kuna haki za binadamu zinazotetewa. Wakati mwingine kuingia kwenye mzani wa haki ya Mungu, hizo haki za binadamu zinakinzana na haki ya Mungu. Uwe makini, maana unaweza ukajikuta yale yanayohalalisha na wanadamu yanakuvuta kukuweka nje na haki ya Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Dada ni msomi. Mchungaji, naomba niletee kitambaa chako. Dada huyu ni msomi. Akiwa katika hali hiyo ya usomi, ameenda chuo. Akishaenda chuo, kule chuo huo kuna tabia. Ukisema form 4 unakuwa na uniform za shule. Ukienda chuo hakuna uniform za shule. Bwana asifiwe. Chuoni unakuta unavaa unavyoweza kuvaa. Wanachuo, nyosha mkono mahali ulipo. Wanachuo mliopita chuoni, nyosha mkono mahali ulipo. Mungu akubariki sana. Chuoni mtu anavaa, ni mtu mzima, unaambiwa huyu mtu ni mtu mzima, anaweza kuvaa anavyoweza, anajitambua. Kwa hiyo unaruhusiwa hata kuelewa ukiwa chuoni. Lakini sekondari tunakukamata, unakwama. Ukioa mwanafunzi wa sekondari unakwama, ukioa wa chuo haukwami. Bwana asifiwe. Kwa nini? Ni watu wazima. Dada anapenda dunia, akakutana tena wakiwa kule chuoni, wanatafuta wanaume wenye hela, wakatafuta mawaziri, unatafuta wabunge, unatafuta matajiri walioko kwenye eneo. Na yeye tajiri anasema nimepata mwanafunzi wa chuo, kwa hiyo niko vizuri na mwanachuo. Kwa hiyo anabadilisha mudi, yuko na wanachuo. Na wanachuo wanajua tunakula hela za wastaafu, tunakula za wazee wastaafu, hawana mambo mengi. Kwa hiyo akaona baba mmoja, yule baba amevaa koti, akasema naye binti akawa ameelewa, yule mzee ni mstaafu, kwa hiyo anazo hela zile ambazo, akamwambia unajua mimi ni mstaafu, sina pa kupeleka hela, hawa watoto wangu watajijua, tafute za kwao, ninakula za kwangu, mtu anakufa na chake. Kwa hiyo na wao wapambanie maisha yao. Yule dada
Yeye ni mwanachuo, kwa hiyo ana masuala mazima ya uwezo kisaikolojia. Ana uwezo kumpeka mtu akasahau nyumba yake. Ana uwezo kumpeka mbabu fulani akatelekeza watoto. Bi mkubwa mwenyewe amekuwa, ni rahisi kuachwa na kutelekezwa. Yule dada akawa amemnasa baba huyo, akafikiri nimenasa, kumbe amenaswa. Sema amenaswa. Yeye anajua amenasa. Kamata yule mzee. Yule mzee akawa anampa hela za matumishi. Kwa hiyo hana shida. Yuko chuo lakini anaishi maisha ya ustaa. Amepanga eneo lake. Ana TV kubwa. Dada wa watu yuko chuo. Ana TV yake maalum kabisa ambayo unaikuta kwenye nyumba za waheshimiwa, sio tu kwa watu wa kawaida. Yule mwanamume sasa akamwambia, tunakwenda hoteli nzuri. Hoteli hii nataka nikufanyie surprise. Nitakutumia taksi, itakuja kuchukue. Ikamchukua taksi, ikampeleka. Anashangaa. Akaingizwa kwenye chumba, wakala kuku, wakala vyakula, kile unachotaka. Agiza unachotaka, sio kinachopatikana, kina unachotaka. Rosti mbuzi, rosti kuku ni maswala ya kawaida tu. Na ameshatumiwa hela kwenye simu. Imeingia. Maana amelialia, alafu kumbuka ni mwanachuo. Kwa hiyo sio mtu asiye na uwezo wa kufikiri haraka, anajiongeza mapema. Nimembahatisha huyu babu mpaka ni mkombe zote. Haya wakaingia loji. Walivyoingia loji, yule bwana akavua nguo ya kwanza. Amepiga kitasa, kabaki na funguo. Akavua koti la kwanza, akatupa pale. Koti, akavua tena vazi lingine, koti ndani. Kumbe alikuwa na jacket na kuna koti na kuna shati, kuna singlet, akavua vyote. Alafu yule jamaa ana madonda mwili mzima. Mwili mzima umejaa madonda. Lakini hela imeshaingia kwenye akaunti ya binti, na binti amekula rosti kuku na kila kitu anachotaka. Na huyu bwana hakuwa na haraka hata ya kumkaribisha hoteli. Alianza mahusiano na akaanza kumtumia fedha. Pole sana kama una maisha ya kupenda dunia. Rizika na kile unachopatikana, unachopewa na wazazi wako. Changanya na utakatifu, kamone Bwana. Usishawishiwe na dunia. Imeoza, dunia imeharibika, dunia imechakama. Wanadamu wanaweza kufikiri bado dunia iko salama. Dunia imeharibika, haina uzima wa aina yoyote. Huwezi kuwa na amani kwenye dunia hii bila Mungu wa kweli. Maana iko amani aina mbili. Kuna amani ya kweli na kuna amani ya uongo. Amani ya uongo ni ile inayochangamana na vitu vya kidunia. Amani ya kweli ni amani inayotoka kwa Bwana, ambayo Mungu anawapa watu wake waliomwamini. Ukimwamini Yesu anakupa amani ya kweli. Hizi amani za uongo, baada na amani kwa sababu amepewa pesa, ameingiziwa hela kwenye akaunti, anayo amani kwa sababu anajua ni menasa. Unaweza kufikiri hiyo ni amani. Hiyo ni amani ya uongo, maana imeungana na vitu vya kidunia. Vile vitu vya kidunia vikiharibika inapotea. Una amani kwa sababu umezaa mtoto, lakini mtoto akiugua inapotea. Hiyo amani ni feki. Una amani kwa sababu umeoa, lakini ndoa ikiingia mgogoro, amani inapotea. Una amani kwa sababu umejenga nyumba, lakini ikianguka amani inatoweka. Hizo amani ni zamba, ni amani feki. Amani iliyo connected na vitu vya dunia. Iko amani iliyo connected na mbingu, niyo amani ya kweli. Ukiwa na amani ya kweli ambayo Yesu wapa watu wake wale waliomwamini, utakuwa salama duniani, maana unayo amani ya kweli. Amani ya kweli ni muhimu sana kuwa nayo. Hata kama una nyumba, ile unayo ile amani ya kweli ni uhakika wa usalama wa sasa na kule unakoelekea. Na hiyo ni seti, iko seti ya vitu vitatu. Hesabu sura ya 6 mstari wa 22 hadi 27 inasema, Bwana akamwambia Musa,
amwambie Haruni awaambie makuhani wawatamkie Israeli baraka. Watawaambia, Bwana kubarikie na kukulinda. Kitu cha kwanza, ulinzi. Hiyo ni seti ya baraka za Bwana. Bwana kubarikie na kukulinda, kitu cha kwanza. Bwana akuinulie uso wake na kukufadhili. Bwana kuangazia nuru za uso wake na kukupa amani. Unapewa ulinzi, halafu unapewa kibali, halafu unapewa amani. Hii ni seti iliyokamilika. Unapompokea Yesu Kristo, anaachilia seti yake ya baraka, anaachilia ulinzi wa kweli, anaachilia kibali cha kweli, anaachilia amani. Maisha ya mwanadamu bila kuwa na seti, maisha ni magumu sana. Kama hii seti haipo kwako, usimwone mtu anaweka fensi kabla hajaanzisha ujenzi ndani. Usimpuuze. Amelenga jambo la kwanza ambalo ni la ulinzi kwanza. You have to make a fence before. Unapoweka fensi kwanza, hata utakapoendeleza miradi ndani uko salama. Ulinzi wa kweli ambao unaupata ni ulinzi unaopatikana kwa Bwana. Biblia inasema Bwana asipolinda mji akeshaye na kesho bure. Bwana anasema atamlinda yeye ambaye moyo wake unamtegemea. Anawalinda wale wanaomtegemea. Usimwone mtu anaweka zindiko, anachotafuta ni ulinzi. Bahati mbaya ni ulinzi feki aliyopewa. Usimwone mtu anafanya zindiko kwenye shamba, anachotafuta ni ulinzi. Bahati mbaya ulinzi ile nao ni feki. Usimwone mtu anafungua ofisi ama mradi, amejenga nyumba mpya, ameleta mganga kuweka zindiko, anachotafuta ni ulinzi. Bahati mbaya ni feki. Lakini ulinzi wa kweli una Mungu aliye hai. Wale wanaomtegemea Bwana anawalinda na kuweka salama. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kama hautakuwa na ulinzi wa kweli, maisha yako yataharibikiwa duniani bila anayekulinda. Kama Mungu siye mchungaji wako, hakuna mlinzi utakao kuweka salama. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe sana. Nikaona binti yangu hapo kanisani, akaja kuokoka, akaniambia, baba samani, nimeamua kumkabidhi Yesu maisha kwa sababu nimejaribu kila mbinu. Alikuwa anauza nguo za special, lakini wakati anauza nguo za special alikuwa analeta waganga, kazi yao walete ulinzi, wavute kibali, watengeneze amani kwenye maisha yake. Lakini anasema anashangaa akileta mganga leo, baada ya siku chache watu wamejua ile zindiko, wanalifunika, halafu anarudi kwenye hali ya kushambuliwa. Hakuna kuuza, kibali tena hakipo. Alichoamua akaenda Ufipa, akaleta mazindiko ya Ufipa. Kwa hiyo hawakujua ile zindiko namna ya kulifunika. Lakini ajabu iliyotokea, kila siku anauguza. Hela zinaingia, lakini kila siku zinatoka. Kila siku kilemitele mwaje wakati ameweka zindiko. Wanasifiwe. Haleluya. Wewe ni mzuri, ungeweza kuolewa. Wewe una thamani, ungeweza kukubalika, lakini hakuna kibali. Na ndio maana uko hapo leo. Haijalishi una sifa zote za kuolewa, haijalishi una namna zote za kuvuta wateja kwenye biashara yako, lakini hauzi. Wengine hata wana lugha ya wateja, lakini wanauza kwa sababu wana kibali. Watu wengi wanadanganywa na kuambiwa nyota yako itasafishwa, kibali chako kitang'arisha. Nataka nikwambie hiyo ni feki. Bwana atakapong'arisha mtu, atakapokupa kibali, Bwana atavuta watu kucha kwako, utaona matokeo. Mungu anapoachilia kibali, hakuna wa kupinga, hakuna atakayesema hapana. Unahitaji kutafuta kibali cha kweli kwa Mungu aliye hai. Akaniambia, ikatokea mtu mmoja ambaye alikuwa anafanya naye kazi, wakati mganga yule wa Ufipa alimwambia, nataka ukaangalie mtu ambaye shanting hazikatiki kwenye ofisi yake. Yeye anauza nguo za special,
Lakini kulikuwa na mtu ambaye shanting hazikatiki kwake. Alikuwa na genge la mboga mboga, nyanya, vitunguu, dagaa, mboga mboga kwa ujumla. Lakini shanting hazikatiki, wateja hawakatiki. Akaambiwa akachote mchanga hapo, akachota mchanga, alafu akapeleka. Unaweza ukafikiria hivi biashara ya nyanya na ya nguo za special huwa zina ushabiki, hizo zinashabiana, hizo zina ushindani. Unaweza kuwabadilisha wateja wa nyanya wakawa wanaungia suruali za special ama sketi za special. Sketi ya jinsi wanaweza kubadilishiwa, badala ya kununua nyanya unanunua blouse, badala ya kuungia nyanya unachukua soksi. Inawezekana? Mbona hizi biashara zifanani? Kwa nini anaenda kuchota mchanga kwa mtu wa nyanya badala ya kwenda kwa mtu mwenye nguo za special? Anachotafuta ni kibali ama nguvu anayotembelea mtu huyu, ndicho kinachotafutwa. Alipochota mchanga akaenda nao, ndipo biashara yake ikatengenezwa yeye. Saa hiyo mwenye genge la nyanya alifunga virago vyake, ofisi ikaangamizwa. Amekanyaga ofisi ya mtu. Bahati mbaya huyu hana ulinzi, na kama ana ulinzi wa kweli, wanaiba mchana, wanaiba usiku, muda wote wanaweza kuchukua. Nesi mmoja akawa anauza duka la madawa, kwa sababu hakuna ulinzi. Akahesabu hela za noti, akaziona za siku hiyo mauzo ni 400,000. Akaacha kuzihesabu za chenchi 200, 150, akaziacha kuzihesabu. Akahesabu za noti shilingi taslimu, akahesabu zile senti akaacha. Asubuhi anatokea anakuta zile chenchi zipo, lakini 400,000 haipo. Na humo kuna tunguri la chupa ya Krisa Peni, na kuna tunguri kwenye shelfu ya fedha, lakini hawezi hata kumhoji mlinzi imekuaje, maana mlinzi mwenyewe haongei. Wezi kusema na kukata na mshahara wako. Kanuni ya mlinzi, kama kuna hasara inakula kwake, hasa huyo inakulaje? Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asipolinda mchake sana kesha bure. Nikamwambia, samahani dada, umepoteza muda wako, umedanganywa. Mungu ndiye anayelinda. Dunia imeharibika, bila Mungu huwezi kusurvive, huwezi kuishi salama dunia hii. Unaona mtu anaharibikiwa, ndio maana utaona kuna watu wanahitaji Mungu ili maisha yao yawe salama. Bila Mungu maisha yao inakuwa mateka, lolote linaweza kufanyika. Dada huyu alivyokutana na yule bwana akamwambia, wewe ni mwanachuo, ndio umesoma, kwa hiyo una akili timamu. Sasa kilichopo, baba yule mwili mzima umejaa madonda. Anamwambia, mimi sijakutafuta kwa ajili ya kufanya sexual intercourse. Nilichokutafutia, nina mikataba yangu. Lamba mwili huu sasa. Hilo zoezi ndilo ambalo limekuleta hapa. Usifikiri hizo hela ni za hivi hivi. Unapaswa kulamba mwili huu. Alikuwa na pisto kwenye koti lake, kaiweka pale. Anza kazi dada wa chuo. Wewe si msomi, anza kazi. Dunia haitamaniki. Unaweza kufikiri wewe ni msomi, kumbe hakuna usomi wowote. Ninasoma neno la Mungu linaniambia, Yeremia sura ya 9 ule mstari wa 23. Biblia inasema, tajiri asijisifu, yule msomi asijisifu, bali ajisifu yule ambaye ananijua mimi, ananifahamu mimi. Huyo ndiye anayepaswa kujisifu, sio tajiri, sio msomi, bali anayemjua Bwana. Hata kama hakumaliza darasa la 3A, lakini anamjua Bwana, huyo ndiye atendee kifua mbele, huyo ndiye ajisifu. Yule anayepaswa kujisifu ni yule ambaye anamfahamu Mungu aliye hai. Lakini kama umjui Mungu, usijisifu na elimu yako,
Usijisifu na digiri yako, usijisifu na majumba yako, usijisifu na maduka ulionayo, usijisifu kwa mali ulizonazo, usijisifu na utajiri ulionao, usijisifu kwa nyumba ya msauzi. Msauzi ni vitu vya duniani, utaviacha. Lakini kuna mahali unakwenda, hayo mazoezi unayofanya ya kukoroma, kukata roho, ya kujifunika sanda ili ufariki, yatafika wakati wake wa mechi, nayo mechi imekaribia. Maana dalili zote zinajionyesha. Leo yote yaliyotabiriwa yanaonekana. Biblia inaonyesha mambo yote yako wazi, hakuna kitu kigeni. Amani inapatikana wapi? Watoto wa kiume wanaoitiwa leo kila inayobaya kama Sodoma na Gomora. Wanaume wazima wanaoana ni kama Sodoma na Gomora, lakini mwisho wa Sodoma na Gomora ni kuteketezwa kwa moto. Dunia imefika huko leo. Watu wanasema hii ni haki ya binadamu. Kule kuona watu wa jinsia moja wanaipigania ni haki ya binadamu. Tumefika mahali hapo. Uone dunia imelewalewa sana. Dunia sio salama. Asikudanganye mtu. Dalili zote zinajieleza. Lakini mkabidhi Yesu maisha yako leo. Watoto wako watafundishwa na Bwana. Amani yao itakuwa kubwa kama Bwana atawafundisha. Usalama wao watakuwa Bwana. Isaya 54 mstari wa 13. Watoto wako watafundishwa na Bwana na amani yao itakuwa nyingi. Bwana atakapowafundisha watoto wako, bila kuwafundisha watoto wako Mungu, dunia ikawafundisha, hakuna amani ya kweli. Dada akaanza kulamba, analamba usaa, maana kuna pisto iko pale, ameelekezewa kisasi. Pamoja na elimu yake haijamsaidia, pamoja na ufahamu wa darasani msaidia. Unaweza ukawapuza wazee, ni kama wachungaji wa shamba hivi, ni kama wachungaji hawaeleweki hivi, ni kama walokole wamebaki nyuma kimaendeleo. Nataka nikwambie usilojua, watumishi wa Mungu, Mungu anawaheshimu, Mungu amewakubali. Usiwadharau, wana vitu ambavyo Mungu amewapa ya kuponya dunia, ya kuponya dunia. Amewapa dawa ya ulimwengu. Tunayo dawa ya kuponya watu, tunayo dawa ya kusaidia watu kwa habari ya maadili, wanayo dawa ya kusaidia. Wewe uliyepo kanisani, ni ubishe wako tu, hautaki kuelewa. Ndio maana mimba unatoa, ndio maana unachepuka, ndio maana unaoa, haujaelewa. Nini wanasema watumishi wa Bwana? Nataka nikwambie leo, dunia imeharibika. Usipowasikiliza makuhani, Bwana amenituma leo niseme nawe kwa habari ya dunia imewaya waya. Unapaswa yajua yapasayo amani. Saa inakuja utakapochukuliwa mateka, utakapoangushwa, utakaponaswa, wala watoto wako wasipate salama. Wazazi wake na binti wanajua mtoto wetu yuko chuo, mwanetu yuko chuoni. Wanasema mtoto yuko chuo, yuko masomo. Wanaomba Mungu msaidie mwanaetu afaulu masomo yake vizuri. Kumbe ana shule ya kuramba usaha. Shule hiyo ndio mtihani anao. Sio kwamba mama tuko na mitihani, kumbe na mtihani mwingine wa ajabu. Binti yangu liyeko hapa, nikutie moyo, lakini nikukumbushe ya kwamba maisha ya chuoni yasibadilishe wokovu wako, yasibadilishe msimamo wako juu ya Yesu, yasikupotoshe maisha hayo. Haya maisha ya chuoni ni miaka 2-3, hata kama umepata mkopo, hata kama hujapata mkopo, lakini vumilia. Kila utakachotuma wazazi, shukuru Mungu, mwombe Mungu afungue njia, mwambie Bwana weka njia pasipo na njia. Umeenda kusoma, utaenda kufanya anasa, wazazi wanajinyima kwa ajili yako, lakini wewe unafanya anasa. Hiyo ni laana, na hayo unayokutana nayo ni mojawapo ya kushindwa
tulia kwenye maelekezo ya wazazi wako. Bwana asifiwe. Mimi na binti yuko chuo, nikamwambia, mwanangu, unachopaswa kuelewa ni kwamba usinione mimi ukafikiri sijasoma. Bwana asifiwe. Nimesoma, ninayafahamu maisha ya binadamu. Kusoma ni nini? Kusoma ni kujua wanadamu, kujua maisha ya duniani, kufahamu maisha yaliyopo, maisha yaliyopita, maisha yajayo. Wewe ni msomi tayari. Bwana asifiwe. Ukijua haya ni mabaya, haya ni mema, wewe ni msomi. Bwana asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Usidanganywe. Najua kila mtu ana ushamba wake, kila mtu ana ujinga wake, si ndio? Lakini kila mtu ana mazuri yake. Mimi siku moja, mara yangu ya kuelekea Dar es Salaam kwenda kufanya huduma, nilipopanda ndege nilikuwa na kaujinga fulani, na nilikuwa natamani sana. Nilipoingia kwenye ndege ili niondoe ushamba, nikaenda nimetulia siku ya kwanza. Siku ya pili nikaona watu wanasimama wanaingia chooni. Nikasema ngoja niingie chooni na mimi. Mimi siendi kujisaidia, ninaenda kukagua ndege ili kuondoa ujinga kwenye akili. Hivi kweli kwenye ndege kuna choo? Nikaingia, nikafungua, nikaingia. Nilipoingia nikakagua, nikakuta kuna sinki. Alafu nikarudi kukaa. Nimefika mlango nikaambiwa, samahani baba, rudi, haujafurashi choo. Rudi, haujafurashi. Na mimi nimepiga na tai, hujafurashi baba, rudi kafurashi choo. Nikakubali utaratibu, nikarudi kama, samahani, njoo nifundishe pa kufurashi choo. Nikamuuliza, wapi? Unaona hako ka button, bonyeza hapo. Nikabonyeza. Kumbe ukibonyeza abiria wote wanasikia kuna mtu amefurashi huko. Kuna kakengele kanapiga, ni haram, indicator wote wanafahamu. Nikajua, nikatoa ushamba, si ndio? Kuna mahali ukielekezwa kitu unaondoa ushamba. Unapokuwa mjinga na unamulikiwa, unaambiwa na wewe unang'ang'ana, huo ni ujinga plus. Bwana asifiwe. Haleluya. Kuna baba mmoja ni ajabu sana. Huyu dada alilamba usaha, akamaliza kulamba usaha, analia. Badala ya starehe ni maombolezo. Ukimkataa Yesu utakutana na hayo. Inawezekana usilambe usaha, lakini utaasirika, utakuwa mgonjwa, usaha utaanza kutoka kwako. Inawezekana isiwe hivyo, lakini utakutana na uharibifu. Kakutana na mtu mmoja analewa pombe, akilewa anatapika. Wanawake alipolewa kazidiwa. Mtu mmoja akawakimbilia wanawake, mama njoo saidie. Hebu tunaomba mama, kwa heshima na taadhima, tunaomba ukojoe kidogo tukaokoe mtu. Mama saidia mtu, mama saidia. Kubali tu mama, rudi nyuma tu ya nyumba, kojoa tu mama. Jilazimisha hata kama mkojo uko mbali, tusaidie mtu. Hawezi kujieleza, nina magonjwa ya zinaa, akaenda kukojoa. UTI ziko mle, bakteria VVU ziko mle, wanakuja kuokoa uhai wa mlevi. Wewe unafikiri haya ni maisha ya starehe ya kuleta amani? Unapunguza mawazo, unakunywa pombe bila aibu, kanisani unakwenda bila aibu. Wewe umeharibikiwa. Mbingu sio ya walevi. Hata kama unaambiwa kunywa kidogo silewe, Bwana hajawahi kusema, ni maneno ya watu. Kwa hiyo ni dhambi ya ulevi. Ole wa mtu ampaye mtu kilevi na yeye hajainywa. Hiyo ni dhambi, asikudanganye mtu. Dhambi ya kunywa pombe na kupeleka. Yule mwanamke akaenda akakojoa, wakaleta mkojo, wakaja kutanua mdomo wa huyu kaka bado mbichi, akanyweshwa ule mkojo wa bibi huyu, akaunywa. Anataka okolewe kwa sababu ya pombe alizo nazo. Haya maisha ni machafu, ndio maana nasema dunia imeharibika, imeoza. Dunia inawayawaya, haitamaniki. Ukibaki duniani hakuna usalama. Dunia inakwenda kuanguka pamoja na wale ambao imewabeba.
wameishikilia inakwenda kuanguka pamoja nao, watateketea pamoja nayo. Ndugu yangu unanisikia, geuka leo, umgeukie Yesu, kaache pombe, uache dhambi, uache zinaa, acha uasherati, acha maovu ulionayo. Mwamini Yesu leo, maisha yako yageuze, maisha yako yabadilishe, upewe amani ya kweli ambayo haina kubabaisha. Ni amani iliyo kamili, ni usitawi wa kutosha, ni salama ya maisha ya watu. Haleluya! Siku kitenda dhambi, ulinzi unaondoka, kibali kinaondoka, na amani inaondoka. Muulize jirani yako, siku alipoanguka alibaki na amani ile? Iliondoka. Na ukiona imeondoka, na ulinzi umeondoka, wachawi wanaweza kuja kukukamua, chochote kinaweza kufanyika. Wewe vinaenda kwa hii ni seti, huwezi kuitenganisha. Hii ni seti: ulinzi, kibali, amani. Unapofanya dhambi, ulinzi unaondoka, amani inaondoka, ile ya kweli, pamoja na kibali kinaondoka, unabaki tupu. Kama utajihami, ni ile amani feki. Kama utajihami, ni kile kibali feki. Unajilazimisha, hata vifanani. Ulikuwa na kibali cha kuimba, ukiimba Roho Bwana anashuka, watu wanamwona Bwana. Leo hakuna amani ya kweli, hakuna Roho Mtakatifu, hakuna. Basi ni maigizo, unajihami-hami, ni namna za kawaida, hauna kibali tena, hakuna amani tena. Unajilazimisha kuja kanisani. Unakuja kanisani kuficha macho ya wanadamu. Tunahubiri Injili. Nilijiuliza leo asubuhi, hivi mkutano ni wa wapagani au ni wa wale waliookoka? Bwana asifiwe. Hapa watu wengine wanajua huu mkutano tunataka kuvua watu, kwa hiyo tunahubiri watu waokoke. Kwa hiyo tuko pale sisi kama vile haituhusu, ni washereheshaji, lakini wanaohusika ni wale walioko kule wapagani. Nani amekudanganya? Mkutano ni wa Bwana. Bwana anahudumia watu wake. Wewe mwenyewe hapo unaokolewa, unaponywa, unafunguliwa, unaachwa huru. Wewe uliyepo ndio wa kwako. Haleluya! Shingo ngumu hiyo ulionayo, utakufa ghafla siku moja. Utakufa ghafla. Baba mmoja ocholaga nzengo, ulechola nzengo, ubizana kipaumbele shako na unenu nzengu gona likoba kubi na sifi jineji na lechola nkimo ogutola baka hayaga chena wasukuma bakola kaya ya nungwa jire kinehe wakubizana sifi jwali na jwali chikanika. Unamala wenu yuyo waliwachagula sifa chako. Ola togirwe sana lo mahama. Yombaga lo mahama. Mahama. Nanyaga mana mahama. Aya. Wanda kucholu nzengo kwa mahama. Halafu poloti lazima ibize na mahama. Elishambi lalikoba libi na mahama hawaku akugula. Opye garama. Wanasifiwe. Akaenda akapata ila kwenye ule mji amahama gatini soko gete hanga ukubenekere abali kuku ipandele niro. Yeye anapenda sana hiyo miti mfano wa minazi, lakini wale watu walioko eneo hilo vitu hata havina thamani, ila yeye anaona vina thamani. Njimane sungui jile kokono olosa la sungui halenti watoroti wa ukafungu ukatungu wenjaka sungu jane yo funguri haka ifairi kumahakama alowo koma oriaka bukomo mnu otingwa nibole gukoma bule nteri abantu ukecha kutingwa. Anasifiwe. Havina thamani kihivyo. Anasifiwe. Yeye alichokifanya akanunua ile shamba. Ukonzengo kwenu ukulu wanda kulalamike la bukoma
Nolo mchalo ishiwanda kolamike bukoma. Benja kabukoma wanaba na bahangwa mpati. Oshika wabalozi. Nolo wakamanda. Banda kwa kwetelasha kololo ingeni. Unamala mwene uizire hahu mzengo kwenu uko. Bingwi, ilo la kichiza ho. Alikomba bukoma wibakwa. Bingwi wana mala bigunguri. Yagi ngoba pima abantu abaliza mchalo. Toma no kobenga. Wenda bahubire. Sasa yule mzee alipofika pale. Ulo mahama. Ukwene ukolo le njeri hama tukole njabu koma. Sio kitu cha samani. Kali mama matina datu. Ilitinele ya kuandali ovyala. Ayo sangatoa nuba solaka. Ulo liyo kweri hama. Usangatori ya jaga. Haka go shiruntuku muko saka mantabiri. Chao kalamika mwabalosi. Na lei wababa mahamagani. Iroka leo na mala na ko ile na ko kande. Labise wakola la mikela mahama. Ulobi kwa abana mala banzengugu. Noloko pejiwa. Ango tali ngeni. Amahama na aloha ko shauri. Uleko kukayombela. Sawa na bukoma ke tekunu. Na kwa ile lagwa lakini na kwa kasala kona nako. Ngaboni ni nani? Wewe ukaniambia hivyo hii ni Mariam. Akaendelea na kuta tena lile nimemaliza. Yo sagi hamalemo. Lele na maana tatu. Sawa kujesa. Haya keki hapa ni komesha. Ichalo shina lebo na bali na gele, bali na tucha abantu bena ba. Baleo ni wela kiki itena shida, ukunuka le shirama hamagani. Unajua mimi mpaka nimenunua hii plot kwa sababu ya haya matunda. Kwa mlako choka kalintela nane angalau niambulie haya matatu. Akaenda na afuko. Ukashika otula haho. Olala. Oyo betaba ndo bamuja. Bebe onwambati. Kine chanishi. Malatu. Ahana wawa wike shaka hatari ene wawa. To wawa namandeli saladimwe. Mleni wela hatari nenke msala mahamagani. Babo nenalo kukombele chaheni. We mashinolo hamelo wawa lulu. To hatolo betola tolo. Unaleki hambe kino kachaka mama. Basi. Obe tanke unke. Kine wawambati. Kine chanishi. Malagete. Hama mbona wiki shaka haina hawa. Naleli nda mahamagani. Hawa niwe manolo hamelo. Yene wawa hatari. Tewa wawa na manageli saladingwe. Mleo yomba hatari. Ulo nenga mwiba. Ulewa nenentere. Pakari ya shirire. Nelele. Angala unanake na yaya. Ayata toke na gasakaka. Wewe tanke mayo mo baba ngwankalo ka baba. Mlemola. Baba bole we maka hena. Mayo. Ule na shida ki. Nane ba naloko era to hana ko baba kwa kana ko yakima hatari ya hena. Mayo manaka safari yako. Na alimandeli salale ya chalwe shikashimle wa nafiki. Mleni tisha lakini mlena agenda ya kuiba mahamagani. Hobi mweneo mliwe tabeta mlena. Ayo baba hii basi. Ubitirwa ka turoho kidogo. Ya shikeli ya gwanja. Sadi oka pola magulu pa. Yo. O sitongosha. Hambu. Uritola mfuko. Ale gigila wila acha hangi. Obi tamunange baba kine tigomolewa nera baba heno hatari niwanire kawawa munena manne yunaene baba lulu yabuliyeho kwa imanira lya shika zalio shitoleshi kubwa pa ole mpela tam oga sabukaluru ya hambu ori tuta otola
ya saga limo oshikamu kine baba hanao baba endelea kana safari chako tu wewe na nokano soko mjibu leo baba henao hatari sawato ale haya paka kashire mkolola ya shike ya katatu ya gulengo ntwe izadio ukamana mahama hene izadio kutonontwe ojima nani alikaria mahama unaweza ukawa unaambiwa hapo ulipokaa ni hatari, dhambi unayofanya ni hatari, uzinzi unaofanya ni hatari, lakini unawaambia watu wanakudanganya, unawapuuza. Wasemaji wanaweza wakanyamaza. Tunasema hata leo tabia ulionao ni hatari, dhambi unazofanya ni hatari, lakini unapuuza. Saa inakuja nayo imekaribia, itakapoamuliwa siku ya uangamivu wako inakuja. Utakuwa mgeni wa nani? Tunayo safari ya kwenda mbinguni, lakini bado hujapatana na mwenyeji wa kile tunakokwenda. Maana atakupokea, atakaye kupokea ni yule uliyeshikana naye urafiki duniani. Sisi tumekuwa tayari kushikana urafiki na Yesu aliye hai. Wewe umeng'ang'ana na shetani, ndiye atakaye kupokea kwenye ziwa liwakalo moto, lakini sisi tuliochagua Yesu, Yesu atatupokea, atasema pole wanangu, atatufuta machozi. Mwamini Yesu jioni ya leo, ili kuandaa safari yako. Hayo mazoezi ulionao ya kufa, saa ya kifo inakuja. Geuka leo, dunia imeharibika. Mwamini Yesu, yaliyotabiriwa yametimia. Achana na dunia hii, haina jipya. Watoto wako wapeleke kwa Bwana, wafundishe na Mungu awe salama, maana maovu yamezidi, uharibifu kila kona. Watoto wako mashuleni wanalawitiwa kwa sababu dunia imefika hapo. Mimi nakushauri leo umkabidhi Yesu maisha yako ili uwe salama, akupe amani ya kweli. Ni yapi ambayo ataleta amani juu ya maisha yako? Yajua yapasayo amani. Hakuna amani kwa wabaya, asema Bwana, bali amani inapatikana kwa wanaomwamini Yesu. Mpokee Yesu kwa ajili ya amani yako. Mpokee Yesu kwa ajili ya wokovu wako. Mpokee Yesu kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Yesu amekaribia kuchukua watu wake. Wewe miongoni mwao. Naomba usimame mahali ulipo. Simama mahali ulipo. Simama mahali ulipo. Dunia imeharibika. Usipende dunia tena, maana imeharibika na mambo yake yanapita. Hebu geuka leo ili Mungu awe mwokozi wa maisha yako. Naomba tusogeleane tuombe pamoja hapa. Karibu ndugu yangu, tuombe, sogea tu wote. Kama una akili timamu njoo tu hapa. Ila kama akili zako ziko tenge unaweza kuondoka. Lakini kama una akili timamu naomba uje hapa tuombe. Kama una akili timamu uje huku. Lakini kama wewe ni mwehu unaweza kuondoka. Kama akili zako haziko sawa unaweza kuondoka. Lakini kama una akili timamu unaweza ukaja. Yes. Usimlazimishe mtu kuja, inawezekana akili zake haziko sawa. Usimlazimishe mtu kusogea hapa, inawezekana akili zake haziko sawa. Mwambie tu mtu twende, kama hawezi kuja basi wewe jua tu akili zake zimechanganyikana. Na mimi nafikiri watu wa Ngama hakuna hata mmoja aliyechanganyikiwa. Wote wanaofahamu wa kutosha. Ndugu zangu, mimi niseme nanyi kwamba mmenisikia vizuri niliyoyasema. Wakati mwingine unaweza kudharau habari hizi, lakini inawezekana
yasaga gihamari moto yakwisa kukumalicha. Tabia ulio nayo inaweza kuwa imebakiza kidogo kukumaliza. Nilihubiri siku moja, nimaliza kuhubiri, kesho yake mzee wa kanisa akafumaniwa. Kumbe neno la Bwana lilikuwa linamuonya awe salama, yeye akalipuuza. Neno la Bwana limesema na wewe inawezekana ni mara ya mwisho. Mungu anakusudia kukuokoa ama kukuangamiza. Ukipuuza leo kumwamini Yesu ama kubadilisha maisha yako, inawezekana ni habari za mwisho kwako za kusikia habari hizi. Wamepita wengi wanasema hiyo ni hatari, uzinzi ulionao ni hatari, ukahaba ulionao ni hatari, mwanamke uchawi ulionao ni hatari. Inawezekana wamesema wengi umepuuza. Yasagagi hamali mo Diago telontete yo maleja inaoni kona yako juu. Ndugu yangu, dunia hii imeharibika. Naitunge jua yapasayo amani. Yapasayo amani. Yesu ni amani yetu. Yapasayo amani na maisha matakatifu. Naomba mziki usimishe kidogo. Yale yanayopasa amani ni wokovu peke yake. Yanayopasa amani ni kutenda mema, kuacha dhambi. Biblia inasema mazao ya haki ni amani na matunda ya haki ni utulivu. Unapo